Mfumo huu umeendelea kuwa na mafanikio makubwa ambapo kwa mwaka wa fedha 2025-2026 jumla ya kilo bilioni 1.1 za mazao 9 ya korosho, ufuta, kahawa, kakao, mbaazi, dengu, choroko, soya na chai zimeuzwa kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala katika minada ya kidijitali inayosimamiwa na wenzetu wa soko la bidhaa, yani Tanzania Mercantile Exchange TMX. Ikilinganishwa na kilo 781 milioni ambazo ziliuzwa mwaka uliopita. Kwa hiyo hapa unashuhudia tuna ongezeko sasa la 43.6 ya bidhaa ambazo zimeingia kwenye mfumo na uzito jumla ambao tumeendelea kuwezesha biashara yake na kuleta tija kwa wadau wanaohusika na bidhaa hizo. Kwa lugha rahisi, ndani ya mwaka mmoja kiasi cha mazao kilichouzwa kupitia mfumo kimeongezeka kwa zaidi ya kilo milioni 340. Ongezeko hili linaonyesha kuwa wakulima wengi zaidi na wazalishaji mbalimbali wameendelea kuuamini mfumo na kuamua kuuza bidhaa zao kupitia utaratibu rasmi ambao unawezesha ushindani na bei zenye tija wakati wote. Mafanikio haya yameleta manufaa makubwa kwa wakulima, serikali na uchumi wa nchi kwa ujumla. Kutokana na mauzo hayo, naomba kutoa takwimu zifuatazo muhimu kwa ajili ya kuonesha namna ambavyo mfumo umeweza kuleta tija katika maeneo unakotumika. Wakulima na wauzaji walipwa jumla ya shilingi trilioni 2.29 kama fedha ambazo zimekwenda kwenye mifuko ya wazalishaji wa bidhaa ambao waliziuza katika mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini vile vile serikali kupitia halmashauri zake zilikusanya shilingi bilioni 61 kupitia ushuru wa mazao, yani SES. Na naomba itambulike kuwa fedha hizi huko nyuma hazikuwa za kiwango hiki. Naweza kusema katika maeneo mengi kwa wastani zaidi ya 40 mpaka 50 zimeongezeka kwenye mapato, kwa sababu sasa utaratibu ni rasmi wa kukusanya usiokuwa na njia ambazo zina shida na upotevu, na hivyo viwango vyote vinavyokusanywa vinafikia halmashauri zinazostahili. Thamani ya biashara yote iliyofanyika kupitia mfumo ilifikia jumla ya shilingi trilioni 2.6 katika mwaka huu uliokwisha.